Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limefanikiwa kumkamata na kumshikilia Rehema Maulidi 42, mkazi wa Kigamboni, na mtuhumiwa mwingine mmoja kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kinyama ya Athumani Nyanza katika eneo la Zingiziwa, Ilala. Katika taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa leo na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Machi 20, 2026, jeshi hilo limebainisha kuwa kukamatwa kwa watuhumiwa hao ni matokeo ya uchunguzi wa kina ulioanza hivi karibuni baada ya mwili wa marehemu Nyanza kukutwa ukiwa umefukiwa kwenye shimo karibu na nyumba yake. Tukio hilo lililotokea katika mtaa wa kimya kimya Zingiziwa lilizua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo kutokana na mazingira ya kifo cha marehemu. Polisi wameeleza kuwa Rehema Maulidi na mwenzake, ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sasa, wanahojiwa kwa kina ili kubaini kiini cha mauaji hayo na washiriki wengine ikiwa wapo. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria zichukue hatua zaidi. Na kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam ni shwari. Narudia, kwa ujumla hali ya jiji la Dar es Salaam ni shwari na wananchi wanaendelea kutekeleza majukumu yao mbalimbali katika mazingira yaliyo salama. Hata hivyo, mnakumbuka hivi karibuni nilitoa taarifa kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la Athumani Nyanza. Mauaji hayo yalitokea huko maeneo ya Zingiziwa baada ya kukutwa mwili wake ukiwa umefukiwa kwenye shimo ambalo lipo karibu na nyumba yake. Polisi Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi wamefanikiwa kumkamata na kumhoji mtuhumiwa ambaye amefahamika kwa jina la Rehema Maulidi mwenye miaka 42. Huyu ni mkazi wa Kigamboni, na mwenzake mmoja ambaye jina tumelihifadhi kwa sababu uchunguzi unaendelea. Hawa wamekamatwa, wanashikiliwa na wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tuhuma hizo za mtu ambaye nimemtaja. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuchukua hatua zaidi. Pamoja na tukio hilo la mauaji, jeshi la polisi limetangaza kupata mafanikio katika mapambano dhidi ya uhalifu mwingine jijini kati ya Februari 25 na Machi 18, 2026. Wahalifu 5 wamehukumiwa vifungo vya kati ya miaka 20 hadi 30 jela na mahakama za Ilala, Temeke na Kigamboni kwa makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, ubakaji na shambulio la aibu. Tunapenda pia kuwajulisha kwamba mara kadhaa mmekuwa mkitusikia tukikamata watuhumiwa mbalimbali na kuwafikisha kwenye ofisi za mashtaka na baadaye mahakama za kisheria ambazo ziko jijini Dar es Salaam. Tunafikiri ni muhimu mkajua watu hawa wanaishiwa wapi na nini kinafanyika, hasa pale tunapowahamasisha wananchi wajitokeze kwenda kutoa ushahidi kwenye mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yanaanzia polisi na baadaye kupelekwa kwenye mamlaka hizi zingine. Kati ya tarehe 25 Februari na Machi 18, mahakama mbalimbali za jiji ambazo ziko kwenye jiji la Dar es Salaam, kwa baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo wamewapatikana na hatia na kupewa adhabu mbalimbali kulingana na aina ya kosa ambalo walishtakiwa.
Miongoni mwa watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo ni pamoja na mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Joel Israel maarufu kama Joel, mkazi wa Charambe, ambaye huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini pia yupo Athmani Saidi maarufu kama Nyoni, mkazi wa Buza. Huyu alihukumiwa pia na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la Majid Kasim, mkazi wa Mzizima Kigamboni. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya Kigamboni kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Shambulio la aibu. Kaja mtu akamshika mtu makalio au akafanya vitu vingine vya ovyo vya kumdhalilisha mtu binadamu. Hayo yanaitwa shambulio la aibu, na aina nyingine ya makosa namna hiyo amehukumiwa miaka 20. Kufuatia mafanikio hayo ya kiusalama, jeshi la polisi limewatoa hofu wakazi wa Dar es Salaam kuelekea sherehe za Eid el-Fitri zinazotarajiwa kufanyika kesho, Machi 21. Jeshi limemwaga ulinzi wa hali ya juu katika maeneo yote ya jiji ili kuhakikisha wananchi wanasherehekea kwa amani na utulivu.